Gospel Voice TV katika jina la Yesu. Ni siku nyingine njema ambayo Bwana ametupatia, siku ya baraka na siku ya ushindi. Na niko na imani ya kwamba Bwana ako na haja na kila mmoja wetu, na ndipo siku ya leo niko na ujumbe ambao Bwana amenipatia ya kutusaidia katika maisha. Maana maandiko inasema ya kwamba mwanadamu hawezi ishi kwa mkate peke yake, bali ni kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. Ambaye ananiona mara ya kwanza, ninaitwa Pastor Raphael Maina. Mimi ni mchungaji katika kanisa la Christian Foundation Fellowship ama CFF katika mji wa Meru, mahali panaitwa Makutano, na Yesu ni Bwana. Siku ya leo niko na ujumbe ambao kichwa chake ni dhamana ya maisha. Dhamana ya maisha, dhamana. Dhamana ni kusema ya kwamba zile vitu unashukulia they are worth, ama vitu unashukulia zina gharama yake na uzito wake katika maisha, na vile mwanadamu anafaa kuzishukulia. Wacha tuombe tuingie kwa neno ndio tuweze kubarikiwa pamoja. Baba, ninakutukuza kwa wingi wa fadhili zako na wema wako, unastahili sifa, kuinuliwa na kuabudiwa. Ninaomba ya kwamba unipe usemi mbele ya watu wako, na yale maneno ambayo nitakayoyaongea yalete utofauti na ushindi, na watu wako niko na imani ya kwamba kuna mtu atabadilika. Maana maandiko inasema ya kwamba mwanadamu hawezi ishi kwa mkate tu, bali ni kwa kila neno. Na pia neno linasema ya kwamba kama vile mvua inavyotoka mbinguni, hivyo ndivyo neno lako lilivyo, litatimiza kusudi. Ombi langu ni ya kwamba siku ya leo neno hili litimize kusudi kwa utukufu wako, in Jesus name, amen. Niseme hivi, katika uso wa dunia vitu ziko na dhamana tofauti. Dhamana ya unga sio dhamana, dhamana ya kilo ya unga sio dhamana ya nyama katika busheri. Dhamana ya nyama sio dhamana ya shamba. Dhamana ya shamba sio dhamana ya gari. Yaani ya kila kitu katika uso wa dunia iko na dhamana. Kuna zile vitu unaweza ulizwa na useme dhamana yake ni hii. Dhamana ya ng'ombe sio dhamana ya mbwa. Dhamana ya mbwa sio dhamana ya mwanadamu. Maana kila kitu iko na dhamani yake katika uso wa dunia. Na Roho akiongea katika kitabu cha 2 Timothy chapter 2 and verse 20, maandiko inasema katika nyumba kubwa si kwamba kuna vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali pia vimo vyombo vya miti na vya udongo. Vingine huwa matumizi maalum na vingine kwa matumizi ya kawaida. Kwa hivyo mwandishi anasema ya kwamba katika nyumba ambayo wewe unaishi kuna vitu ziko na bei tofauti. Akasema kuna vitu vya matumizi ya kawaida na kuna vitu vya matumizi ambayo ni ya dhamana. Kwa mfano, ukiangalia nguo ambazo huwa tunavaa, ambao kila mmoja wetu ako na nguo, utakuta kuna nguo za kuendea kazini, na utakuta ya kwamba kuna nguo za kwenda mahali, kukiwa mahali ni kwa sherehe ama kuna mahali unaenda. Na ni vizuri tuelewane ya kwamba nguo zinaonyesha dhamana yake ama mtu dhamana yake. Na ni vizuri tuelewane ya kwamba hauwezi itumia nguo ambayo ni ya dhamana ya juu kuendea kwa shamba na kukata mandizi. Maana itaharibikia pale na utakuta ya kwamba umeharibu kitu ya dhamana kwa sababu ya kutoelewa. Na tunapoangalia vile watu wanashukulia vitu katika uso wa dunia na dhamana, basi kila mmoja wetu anafaa kujielewa ya kwamba dhamana yake iko kiasi gani. Dhamana ndiyo inapatiaga priority mtu katika maisha. Na mtu ambaye hajui kuangalia dhamana ya vitu anashindwa kuweka priority ambazo huwa zinafaa. Unapojua dhamana utaweka priority. Ukijua dhamana ya masaa utajizuia sana kuharibu masaa yako ya siku. Ukijua dhamana ya mahusiano utaelewa ya kwamba kuna mtu mkikosana, hata utajaribu binu yoyote hiyo mahusiano yenu isiishe, maana unayadhamini na unajua ile uwezo ameweza kukusaidia ama ile capacity akonayo ya kukusaidia. Unapojua dhamana ya familia, hautaweka familia yako anyhow. Kuna vile utashika. Mwanadamu hujulikana na vile priority yake ameweka
vitu vya dhamana. Na niseme hivi, haiwezekani katika maisha ya kwamba wewe umewekeza sana katika dhamana, mambo ya urembo. Unakuta ya kwamba kama ni dada amenunua vitu vya dhamana vya kumrebesha akae amerebeka, na unakuta maybe yako na watoto, alafu unakuta ya kwamba watoto wake ile shule wanaenda hawaendi shule ya sawa. Hiyo ni kusema ya kwamba inapofika ni kwa dhamana, kuna vitu umekosa kuweka dhamana vile inavyostahili, na ni vizuri mtu ajue kujipanga dhamana yake. Hata Mungu mwenyewe amepanga vitu kulingana na dhamana. Unapoangalia tuseme kwa mfano, wakati Yesu alikuja hapa duniani, Mungu alisema this is my beloved son. Siku ile mbingu ilifunguka na sauti ikatoka mbinguni, na ni wakati ule Yohana alikuwa anabatiza Yesu. This is my beloved son. Hakusema tu this is my son, alisema beloved. Hiyo ni kukwambia ile dhamana Yesu ameweka, Mungu ameweka kwa huyo mwana, ni dhamana ya juu. Na kwa hivyo ni vizuri mwanadamu kuelewa, kujua dhamana ya kwamba vitu katika maisha ziko na price tag. Vitu katika maisha ziko na price tag. Price tag ni kusema ya kwamba haiwezekani ya kwamba mtu anatembea na gari kubwa, gari ambayo inapendeza, na unakuta ya kwamba katika kwake nyumbani wanang'ang'ana na chakula. Itaonekana priority yako ya zile vitu umevalio haiko sawa. Na ninaongea hivi ndivyo uweze kuomba Mungu akuwezeshe kupanga maisha kulingana vile dhamana ya vitu vilivyoko. Ukiangalia maisha ya watu wengi utaona a lot of confusion. Unakuta mtu ile kitu anadhamini sana sio vile inafaa kudhaminiwa, nayo ile ilikuwa inafaa kuheshimika imedharauliwa. Ndipo hata mwandishi wa kitabu cha Mhubiri akasema kuna makosa iliyoko katika dunia inafaa kurekebishwa. Amesema hivyo, kuna makosa iliyoko katika uso wa dunia inafaa kurekebishwa. Akasema nimeona slave wakienda na farasi na nikaona watu wakubwa wakienda miguu. Akasema hiyo ni kitu ambayo inafaa kurekebishwa. Maana slave hakuna vile ataenda na farasi alafu mtu mkubwa anaenda miguu. Hiyo ni kusema ya kwamba kuna errors in life zinafaa kurekebishwa. Hizi errors zinatoka wapi? Maana usipokuwa makini utakuta ya kwamba umeingiza maisha yako kwenye error ambayo hiyo error itasababisha maisha yako isiende katika ile njia inayostahili. Nao angalia Mhubiri 10:7. Biblia inasema mimi nimeona watumwa wamepanda farasi, wakati wakuu wakitembea kwa miguu kama watumwa. Na akasema hii ni kitu kinafaa kurekebishwa. Ameona watumwa wakienda na farasi. Hiyo ni kusema ya kwamba kuna vitu ambazo mwanadamu anafaa kuelewa vile maisha inafaa kupangwa. Ela zikitokezea, confusion inakuwa katika maisha. Unakuta mtu amekosa kufuata katika ile njia na misingi inayostahili, unakuta maisha inapata confusion. Nipeane mfano hivi ya kwamba wakati ule msichana mwanalika anafikisha miaka ya kuoleka, alafu hiyo miaka ndio uko serious kabisa na masomo, ndio uko serious miaka ya kuanzia 22 mpaka miaka ya 32. Hiyo kipindi iko hapo, ama niseme pia miaka ya 30th. Hiyo kipindi cha miaka 8 ni miaka ile mtu anatakana apange familia kulingana na mila zetu za hapa Afrika, ama vile Afrika tunafanya. Lakini kwa wazungu utakuta hiyo ni tofauti. Lakini hapa Afrika mtu yeyote awe ni kijana wa kiume ama awe ni kijana wa kike, katika hiyo miaka ni kweli unapasua masomo, lakini hiyo ni miaka ile mtu akiingia kwa doa, ambao unafaa kuingia kwa doa na uanze kutengeneza familia. Lakini unakuta ya kwamba era ni kukosa kuelewa ya kwamba ile miaka ninafaa nishike kitu fulani kwa ya umuhimu, na kitu fulani sasa nikuwe hata kama ni ya umuhimu nijue sio yenyewe inafaa kuwa priority number 1, kwa sababu hiyo miaka ndio miaka ile mtu anafaa kusubukia na mambo ya doa na mambo ya kuweka family na mambo ya kusimamisha doa. Unakuta ya kwamba miaka ile mtu anafaa kusoma, tuseme miaka ya kuanzia miaka
miaka 7 kulingana na vile hapa Kenya, na kuelekea hadi miaka 22. Hiyo miaka unakuta ya kwamba mtu amejihusisha katika shughuli za mapenzi kwa wingi, na ni ile miaka ambayo priority inasema ya kwamba unafaa kuwa shule, unafaa kuwa unawekeza kwa masomo, unafaa kuzingatia, yani mawazo yako yote, your focus, your energy and your everything inafaa kuwa kwa masomo. Tutakapokosa kuelewa, mwishowe unakuta maisha ya watu imeingia hatari. Mwishowe unakuta ya kwamba maisha haikusimama vile inafaa kusimama. Nikwambie hivi, katika ulimwengu huu na katika maisha ambayo tunaishi, there is a cost of everything we value. Chochote tunaweka dhamana yake, kuna gharama yake. Chochote tunawekeza dhamana yake, kuna gharama yake. Ukikosa kulipa gharama yake leo, ni kusema ya kwamba kuna wakati mwingine utalipia gharama. Ni kweli hii miaka unafaa kusoma, miaka 7 hadi 22, umekataa kuhusika katika masomo na ukahusika mambo ya kimapenzi sana. Ishara si ati ya kwamba mambo itaishia hapo. Utajikuta ukiwa shule na miaka 45, utajikuta ukiwa shule na miaka 46. Yani, na hata watu wakikuangalia ati ya kwamba ndio uko form 2 na miaka 46 na si mzazi alikataa. Kuna hali kama hiyo inaweza kukupata kwa sababu maybe mzazi hakuwa na uwezo, lakini hata hivyo masomo katika serikali ya Kenya unakuta ni ya bure. So ni kusema ya kwamba kuna ignorance ilikuwa yako personal ya kuifanya, ambayo inasababisha uende gharama wakati ambao haufai. Na ni vizuri kila mmoja aweze kuelewa dhamana na gharama lazima ziandamane. Hii ni kusema nini? Hawezi kuwa unavaa vitu classic. Unakuta ya kwamba ile kiatu unavaa ni lebo mzuri sana, Adidas, tunaifurahia. Yani mpaka watu wakikuangalia kwa miguu wanasema wow, amevaa vizuri. Haiwezi unakuta nguo zako ni zile lebo classic. Unavaa Louis Vuitton, unavaa inaitwaje hiyo ingine, sijui CK ama whatever, unavaa Caterpillar. Na unakuta ya kwamba vile unavaa ni vizuri na hatukatai na haifai ukose kufaa hivyo. Alafu unakuta ya kwamba watoto wako unashindwa kuwalipia school fees. Yani tunapokupima dhamana ya mavazi yako, tukikuwekea value tunasema equals, umevaa 30,000. At the same time unakuta ya kwamba mtoto alifukuzwa shule kwa sababu ya kitu fulani hukuweza kuattain. Hata sio hiyo tu, unakuta ya kwamba wakati mtu amegojeka wa familia, hauwezi pata hata shilingi 5,000 ya kumpeleka mtu hospitali, inabidi ukope. Ni kusema priority zako za maisha ziko na shida. Vile una prioritize, kuna dhamana hauielewi inafaa kuwa inapangika namna gani. Unakuta ya kwamba unatumia simu worth 40,000, simu ya mkono. Dhamana ya hiyo simu yako ni 40,000. Alafu unakuta ya kwamba una struggle na kulipa house rent. Hiyo ni kusema ya kwamba kuna priority ambayo hauko sawa, ama haukuipanga vile inavyostahili. Na ni vizuri tuseme maneno haya ili tuweze kusaidiana. Yesu akasema maneno iliyoko katika kitabu ya Matthew chapter 10 and verse 29. Mathayo 10 mstari wa 29. Mathayo 10 mstari wa 29. Tizama vile Yesu anaongea. Anasema, je, shomoro wawili, shomoro ni wale ndege wandogo, wale ndege, the birds. Shomoro wawili hawauzwi kwa senti moja tu. Yani hawa shomoro ni watu, ni ndege ambao dhamana yake sio kubwa. Ndio Yesu anajaribu kuwawekea dhamana hao ndege shomoro. Anasema, je, shomoro wawili hawauzwi kwa senti moja tu, lakini hakuna hata mmoja wao atakayeanguka chini pasipo na Baba yetu kujua. Akasema hawa shomoro hata kama ni wadogo, kwa Mungu wako na dhamana ya kwamba shomoro akiwindwa ama maybe akufa kwa sababu ya baridi. Kuna wakati kuna igiaga baridi, wanashindwa hata kutoka kutafuta chakula, unakuta mwishowe huyo ndege ameanguka chini na amekufa, maana hajakula siku 2-3. Anasema huyo ndege hawezi anguka na Baba hajajua ya kwamba kuna ndege ameanguka, meaning ana value maisha ya huyo ndege. Na mstari wa 30 anasema, verse 30, anasema hata nywele za vichwa vyenu zote zimehesabiwa.
verse 31 anasema, hivyo msiogope, kwa maana nyinyi ni wa dhamana kubwa kuliko hata shomoro. Yaani maisha ya mwanadamu kwa Mungu Baba iko na dhamana kubwa. Yesu ndivyo anajaribu kuelezea hapa. Anajaribu kuweka dhamana katika maisha ya mtu, uweze kujua ya kwamba maisha ile wewe unaishi dhamana yake ni gani. Ninapoongea hivi ni vizuri nikuelezea ya kwamba kuna vitu watu hawadhamini. Hata kuna maneno watu huwa wanaongea na hauwezi elewa dhamana yake. Mzee mmoja aliita watoto wake, alikuwa na vijana wa kiume 5 na alikuwa na shamba lake ekari 4. Akaita watoto wake 5 na akawaelezea vile anataka kufanya. Akawaambia, hii shamba langu ni eka 4 na mimi sitaki niwaganyie shamba maybe 3/4 acre. Akawaambia, ninataka kila mtoto ambaye atachukua shamba, maana nyota nimewasomesha, nitampatia shamba eka 1 na nyinyi ni watoto 5. Akasema, lakini maana sina eka 5 ya kuwapatia nyote, mimi nataka kila mmoja ambaye atasema atachukua shamba nitampatia shamba, yule mwingine akitaka anataka shamba eka nitampatia shamba, lakini yule ambaye atakosa shamba, maana muko 5 na eka 4, kwa hivyo kila mmoja atachukua eka 1, lakini mmoja atakuwa hana shamba. Mzee akawaambia, yule ambaye atakosa shamba nitampatia baraka zangu, nitambless, nitamwambia wewe ubarikiwe, Mungu akupatie mali, Mungu akupatie vitu za kwako, uinuke, maisha yako isikuwe na ming'ang'ano. Let me tell you, watoto walipigania shamba wote. Wanasema, hapana, mimi sitaki hiyo baraka, mimi nataka shamba, mimi sitaki hiyo baraka, nataka shamba. Nakwambia hivi ndivyo uweze kuelewa. Lakini akawaambia haitawezekana, nimeamua ni ya kwamba kila mmoja. Basi yule mdogo akasema, basi baba, nimeelewa vile unasema, na kwa hivyo mimi nimejitoa kwa kinyang'anyiro cha shamba, mimi nipe hiyo unaita baraka, alafu hao wengine wapatie shamba kila mtu eka 1. Mwishowe baada ya miaka mzee alikufa na akaondoka, lakini baada ya kipindi cha miaka 10 yule ambaye alinyimwa shamba akapewa baraka alikuwa na shamba kubwa kuliko wale waligawanywa shamba na mzazi. Ninamaanisha nini? Ni walikosa kuelewa value ya neno baraka. Unaweza kuwa unakaa na mshugaji aliye na uwezo ya kukubadilishia maisha na kukubariki, lakini we don't value the blessing. Unaweza kuwa uko na mzazi, ni kweli anavuta tobacco, ni kweli anavuta sigara, ni kweli analewa, lakini huyo mzazi kuna kitu anaweza kukupatia cha dhamana hata kuliko ile shamba ambayo maybe angekupatia. Ninaongea hivi ndivyo uweze kuelewa maisha iko na dhamana yake. Lazima uelewe kupanga dhamana katika maisha. Unapokosa kupanga dhamana, utakuta ya kwamba kuna vitu zinawatoka watu. Unakuta mtu amekosa humanity. Element ya kukosa humanity ni kukosa kuelewa dhamana ya utu ni kitu gani. Dhamana ya utu ni kitu gani? Watu wengi hawajuangi hiyo dhamana ya utu. Hawajui dhamana hiyo ya utu inaweza msaidia na nini. Hawajui dhamana ya mtu inaweza mlinda na nini. Yani unakuta ya kwamba people can do anything minus humanity. Unakuta mtu anaweza sukumana na watu for nothing, na anafanya hivyo bila kujali utu. Dhamana ya mtu ndio inasababishaga vitu zingine tujizuie kufanya ama kuzitenda. Unapoangalia maisha ya Ayubu, kama vile imeandikwa kitabu cha Job 28, ningependa tuangalie Job 28 and verse 13, uweze kuona Ayubu. Anasema mwanadamu hatabui dhamana yake. Huyo ni Ayubu anaongea hivyo, ya kwamba mwanadamu hatabui dhamana yake. Yani unapoelewa dhamana ulio nayo, Biblia inasema ya kwamba tabia ingine itakuwa ya kwamba hauwezi kuwa nayo. Mwanadamu hatabui dhamana yake. Dhamana ni kuelewa ya kwamba igawaje ninasukumwa, I cannot compromise because I know my worth. Igawaje ninasukumwa, I cannot compromise because I know my worth. Hata nisukumwa namna gani. Ukitizama mtu kama Danieli akiwa kule Babylon,
Sijamalizana hii mstari, tutarudi hapo hapo. Ukitizama maisha ya Danieli akiwa kule Babylon, tabia ya Danieli ilikuwa tofauti na ya wale watu wengine. Maana maandiko inasema ya kwamba Daniel, Shadraka, Meshaki na Abednego, mfalme aliposema ya kwamba wapewe chakula cha kifalme, na chakula ile mfalme anakula ni chakula ya dhamana ya juu, ni chakula imetayarishwa vizuri, lakini kile chakula cha mfalme wa Babylon ni chakula ambacho kimetoroa miungu. Lakini Danieli anasema ya kwamba ninajiomba ya kwamba nisikule hii chakula ambacho hawa watu wengine wanakula, mimi nataka unipe chakula cha aina fulani. Na waliokuwa wanaangalia hawa vijana wakasema, lakini mfalme akijua ya kwamba miili yenu haitakaa vizuri kwa sababu niliwabadilishia diet, nitakuwa kwenye shida. Basi wakakubaliana na Danieli, utatupea hii chakula kwa muda wa wiki 2 tu peke yake, alafu after 2 weeks utuangalie kama tuko na utofauti. Na Biblia inasema ya kwamba baada ya hiyo muda walipeana, miili yao ilikuwa bora kuliko ya wale wengine, igawaje hawakuli kile chakula mfalme ambaye amepeana kikuliwe. Na Danieli anasema ya kwamba kwa nini nisikule? Anasema ni kwa sababu ni najisi. Hiki chakula kitaharibu uhusiano wangu na Mungu. Kwa hivyo Danieli anaelewa dhamana ya uhusiano wake na Mungu. Kwa hivyo anajizuia kitu kingine yoyote isiingie katikati. My friend, ukijua dhamana ya doa kwa Mungu, basi utaiheshimu sana. Ndio unakuta hata maandiko inasema na doa iheshimiwe na watu wote. Ni dhamana iliyoko kwenye doa ambayo Mungu ameweka. Ukishajua vile Mungu amedhamini vitu zingine katika maisha yako, unakuta Mungu amedhamini afya, utakuwa mwangalifu sana. Ukishajua vile Mungu amedhamini uhusiano wako na yeye, that very relationship, ya kwamba Mungu anajali kuwa na mahusiano na yeye kuliko wewe kutajirika. Hiyo ndio value ile Mungu ameweka. Ameweka mahusiano mbele ya utajiri, ya kwamba tukihusiana na wewe vizuri, mimi sina shida na kukutajirisha. Na nikishajua ya kwamba hata ukitajirika ya kwamba hautatoka kwangu, basi Mungu hana shida na hiyo. Na kwa hivyo Mungu ile kitu anatafuta kwako sana ni mahusiano. Mahusiano ni kusema ya kwamba akiwa na haja na wewe, unaweza fikiri yako na vita na mali yako. Maana anataka attention yako ya masaa, lakini masaa yako nayo iko na attention na biashara ambayo unafanya. Maana unaingia kazini saa 11, unatoka saa 5 ya usiku. Na Mungu ako na haja na wewe, na ukiwa kazini hiyo utakuta ya kwamba masaa ya Mungu hauna. Utakuta ya kwamba mnakwaruzana. Nao Job 28 and verse 13 anasema ya kwamba mwanadamu hatabui dhamana yake, haiwezi kupatikana katika nchi ya walio hai. Dhamana ya mwanadamu, mwanadamu hatabui dhamana yake. Na hapa Ayubu anaongea kuhusu hekima, ya kwamba mwanadamu hatabui dhamana ya hekima na haiwezi kupatikana katika nchi ya walio hai. Hapa duniani dhamana ya hekima haiwezi. Na kwa hivyo Ayubu ile kitu anajaribu kuelezea hapa ni ya kwamba you value much about seeking wisdom. Hekima ni kitu ya dhamana. Hata Yesu alisema hivyo, ya kwamba mwanadamu anafaa itafute hekima by all means. Kwenye kitabu cha Proverbs imeandikwa ya kwamba dhamana ya hekima ni kitu ya juu, ati ya kwamba unaweza uza kila kitu ukiitafuta. Na hivyo Ayubu anasema hivyo hapa, mwanadamu hatabui dhamana yake. Anaongea kuhusu wisdom na anasema ya kwamba haiwezi patikana katika nchi ya walio hai. Verse 14 inasema sasa Ayubu anajaribu kutupatia hekima. Anasema kiridi husema haiko ndani yangu. If you go to the deep, yani ushuke ukiitafuta huko viridini, inasema haiko ndani yangu. Bahari nayo husema haiko pamoja, yani hata bahari inasema haiko pamoja naye. Kwa hivyo ukitaka kuwa na hekima ni mahusiano yako na Mungu. Na mtu yeyote ambaye anadharau wokovu anaona kama ni mwerevu sana, lakini hiyo ni kukosa hekima. Maana hekima ni kusema ya kwamba hata viridi husema haiko ndani yangu na bahari husema haiko pamoja nami. Kwa hivyo hekima hupatikana wapi? Hekima hupatikana kwa Mungu. Hata mwandishi wa kitabu cha James amesema ya kwamba ambaye anajua hana hekima aiombe kwa Mungu ambaye huwa anapeana bure. Kwa hivyo hekima inatoka kwa Mungu na huwa anaipeana bure. Na hii ni kusema ya kwamba kama una value hekima, basi utapenda kuketi na watu wenye hekima. Na kuna watu ambao ukikaa na wao utakuta ya kwamba maisha yako haitakuwa inakaa kama ya watu wale wengine. Na ni vizuri tuongee maneno haya tukielekea kumaliza, ya kwamba hekima inakusaidia kuelewa vile utahada watu.
Ukiona maishani sana unakwaruzana na watu, mnakosana na wazazi, mnakosana na mwalimu, mnakosana na boss. Yaani katika maisha yako imeingia mikosano na watu wengi. Ukikosana na mtu mmoja tunaweza sema ya kwamba ni mambo yenu, mlikuwa na bivu peke yake. Lakini kila mahali unaenda mnakosana na watu, basi ni kusema ya kwamba ni hekima hauna hekima ya kukaa na watu. Na unakutaga hata kuna watu hawana hekima ya kuongea. Nimekutana na dada ambaye ndoa yake ilivujika kwa sababu ya maongeo yake. Ni hekima hana ya maongeo. Unakuta wengine hawana hekima ya maisha. Zile vitu mtu anafanya ni vitu ambazo hazieleweki. Unakuta mtu anapigana vita ambazo haiwezi kuwa, yani haikuwa na haja ya kupigana. Ile kitu inasababisha ufanye hivyo ni kusema ya kwamba haujajielewa. Hekima ni kufanya hivi. Hekima ni ya kwamba hauwezi nunulia simu yako credit ya 1,000 at the expense ya kununua begu ya kupanda ya shilingi 400. Ati ya kwamba credit haukukopa, umenunua cash worth 1,000. Alafu at the same time mvua imenyesha, kesho shamba limetayarishwa na kila kitu iko tayari. Alafu unaenda kwa mwenye duka kumwambia ati nikopeshe begu, nitakulipa next week. Unaona mvua imenyesha, hatuko tunatarajia inyeshe wiki hii, mvua ilikuwa inyeshe next week. Surely hiyo ni kusema ya kwamba hauna hekima ya mambo ile unafanya. Hekima ni kusema ya kwamba ujue kukaa na watoto wako. Kuna vile watoto wanakuwa, alafu mzazi anawashukulia ni watoto sana, na ni watu wakubwa, washabadilika, miaka imesoga, uliwapeleka shule wamesoma. Kuna mambo watakuonyesha hata kama wakati walikuwa wadogo, ni kuelewa ya kwamba walikuwa wanategemea wewe waonyeshe mambo, lakini watakapokuwa wakubwa, hekima ni kuelewa ya kwamba kuna mambo wao mwenyewe watakwambia inafaa kuwa hivi. Na kwa hivyo kila mtu ambaye anatafuta uso wa Bwana anatakikana kuwa na hekima katika maisha. Nikimalizia nikwambia maneno haya nitakwambia ni hivi ya kwamba usiweke pesa mbele ya humanity. Hiyo ni hekima. Yaani unaweza kuwa unafungua kazi every day na uko na mgonjwa ako hospitali na haujaipata masaa hata ya kwenda kumuona. Na ukiulizwa unasema ni kazi. Ni kweli kazi ni mzuri, lakini at the end of the journey umeweka pesa mbele ya humanity. Haya, uko na watoto na wako shule ya boarding wanasoma, ya kwamba hakuna parents day hata moja ushaifika, na biashara ni yako, ni wewe unafanya hiyo biashara. Unasema you are too busy, unatakikana na ile kazi, lakini watoto hawajai kukuona shule hata mara moja, hata hujui hiyo shule wako wapi. Na imagine ako form 4 na ako third term ndio anarudi kesho kuingia. Imagine haujui shule, maana hata ile siku alikuwa anaingia form 1 haukuenda, na sasa ako form 4. Ni kusema ya kwamba umeweka biashara mbele ya family. Sasa hiyo ni kusema ya kwamba hauna hekima, na mwisho utaona ya kwamba watoto hawa wakimaliza shule hawana haja na wewe sana, na ulikuwa unalipa school fees yote. Alafu utaanza kusema nitawalaani, maana hawaniangalii, hawakumbuki mimi ni baba yao, hawakumbuki mimi nimewalea, nimewapatia maisha mazuri. Lakini ulikosa hekima ya malezi, ukaweka pesa mbele ya humanity. Nataka nikuombee ya kwamba kama hauna priority ya maisha, Mungu akuwezeshe. Baba, katika jina la Yesu, ninaombea huyu ambaye amenisikiza siku ya leo, nikiwa na imani ya kwamba kupitia hekima maisha yake itabadilika, na ataweza kusimamisha familia, na ataweza kupata hekima ya kupanga maisha vile inavyostahili, ili dhamana ya utu, dhamana ya maisha aweze kujua, dhamana ambayo huwezesha mtu aweze kupanga maisha yake katika ile njia ambayo inastahili, itamwezesha. Ninambariki katika jina la Yesu na kutangaza ushindi wa msalaba. Pokea sifa kwa kuwa Bwana umwema, nikijua ya kwamba utatuwezesha sote na nuru yako itaangaza katika maisha yetu. In Jesus name we pray. Amen. May God bless you. May God be with you. Naitwa Pastor Raphael na Kristo ni Bwana. Niko na imani ya kwamba maisha yako itabadilika na Bwana atakuwezesha. Ukitaka kutuma support, ninakuomba utume support kwa hii namba iliyoko on your screen, na neno la Bwana litazidi kuinuliwa, na injili itazidi kuhubiriwa, na kibali cha Bwana kikuandame. Na nikuelezea hivi, ukipata hekima inatafutwa kwa Mungu, na
Hekima ni kusema ya kwamba angalia, Naboth alikataa kuuza shamba ya urithi, na ni hekima hiyo. Hata kama ni mfalme akamwambia sitakuuzia hii shamba kwa sababu ni urithi wa baba yangu, na hiyo ni hekima. May God bless you, may God be with you. Bye bye.